kwa sisi. Yaani kuna vitu vya kuangalia tu kidogo ukaona hiki sio sawa sawa. Jemedari, unataka kusema kwamba Simba wanajichanganya wenyewe viongozi ndani kwa ndani? 100%. Kuna watu ambao hawako kwa maslahi ya club. Watu wako kwa sababu ya maslahi ya kwao wao au ya mtu wanaompigania. Lakini ukiangalia kwa maslahi mapana ya club, Jaruti ana msaada mkubwa na ni mtu ambaye hakufaa kupewa, yani alikuwa ni mtu ambaye anafaa kukumbatiwa na kuthaminiwa. Hajawahi kufanya kitu ambacho ni nje ya mkataba wake. Hakuna. Hicho anacho promote, si ana promote mauzo ya jezi. Lakini watengeneza watu kwenda kusema kwamba unajua sijui nini, sasa tunadai hela zetu, si tunafaa. Kipi ni kipi wanachokitaka? Tena wanaenda kukaa na bidhaa ziko pale zinazosadikiwa za mwekezaji. Sijui nini, unambagaza mtu. Sijawahi kuona Simba sehemu yoyote. Simba upande wa Mangungu ambao ndo mwenyekiti wa klabu, Simba upande iliyokuwa bodi ambao yuko Magoli. Hakuna mtu aliyewahi kukemea hata watu. Kwa jamani, mbona mnamfanyia hivi Ujeruti? Na huyu ni mwekezaji, ni mzabuni wetu. Ni mzabuni, mtu anayetoa pesa. Si siasa. Nchi na watu wa ovyo hii. Jemedari, tuhamie kwenye andiko la Baraza la Michezo Tanzania kuwaongoza Simba kwenye katiba yao mpya. Ili wafate, lazima wafate matakwa ambayo ndio kwenye katiba. Na serikali ishaongoza, ishaelekeza kama watashindwa wakaombe msaada. Kwa Simba itatimia huku mdhamini mwekezaji akiwa anataka nafasi yake mwenyewe kama mwenyewe. Mwenyewe nani sasa? Kwani Simba ina mwenyewe na mtu mmoja? Kuna vitu fulani hivi ni neno bwana wanalitumia lakini sio zuri. Kama yani, lakini kwa sababu sio tusi, ni ujinga. Sio tusi, ujinga. Siku ya kwanza nilivyoona eti watu wanaweka press wanasema tunaandamana, tunakwenda kwa mkuu wa mkoa tumwambie sijui katiba yetu mpya ianze kutumika, kwa nini haitumiki, si bla bla bla. Nilikuwa nataka kuzika somewhere Mkuranga huko, so I was off kwa sababu ya mambo ya mazishi. Sasa nifika hivi njiani angalia ndo naona hizo watu wanazungumza. Nikawa najiuliza mwenyewe, hawa taasisi ya mpira imerekebisha marekebisho ya katiba yake wenyewe. Wamefuata taratibu zote. Tayari mamlaka husika kwa maana msajili amegonga kwamba bwana hili jambo sawa. Eti kuanza kutumia mnatakiwa muandamane kwenda kwa mkuu wa mkoa. Sasa kwa ile akili yenu iko sawa sawa? Sasa kwa mkuu wa mkoa mnaenda kufanya nini? Taasisi ngapi zitakwenda kwa mkuu wa mkoa kwamba sasa unajua sisi tumeshapitisha jambo letu na sisi katiba yetu haianzi kutumika. Kwa mkuu wa mkoa ukiwasikiliza wale watu mada yao ilikuwa unajua huku mwakilishi wa rais sijui aende kwa waziri. Waziri Makonda ndo alikuwa wa kwanza kuzungumzia kwamba anamwagiza msajili katiba ya Simba ishughulikiwe, kama inabidi kusainiwa isainiwe, na baada ya pale wiki mbili sijui ikasainiwa. Sasa waziri anayefuatwa yupi? Kwa sababu Makonda hata kutoka hajatoka kwenye wizara. Ndio wanakuambia watu wa mpira kama wewe saa zingine. Kwa hiyo issue haikuwa kwenda kwa mkuu wa mkoa, issue haikuwa kwenda kurudi tena kwa Makonda, na wala issue sio waliosema katibu jana Neema kwamba eti kama kuna sehemu hawaelewi waje wataelekezwa, lakini sio kwa kwenda against sheria na kanuni. Hapana. Watu wote wanajua. Issue iko hivi. Baada ya ile katiba kupitishwa, mchakato wa Simba kwa tafsiri ya rais unaanza moja. Mwanzo kabisa. Ndio maana kwenye ile katiba inatambua wawekezaji, sio mwekezaji. Unaelewa? Nielewe vizuri. Unajua hapo nataka kutumia akili kidogo tu. Ukitumia akili yako sawa sawa, unaelewa. Katiba wakati unafanya marekebisho Novemba 20, 2025, Diamond Jubilee, walikuwa wana Simba wenyewe wakaidhinisha. Na watu wanasahau. Kulikuwa na mapendekezo kutoka kwa mwanasheria mkuu wa serikali kwenda kwa msajili yanayohusiana na Simba. Msajili akaiandikia barua klabu ya Simba. Tena barua ilikuwa inasema na waelekeza. Maelekezo kutoka kwa msajili manake yanatoka serikalini. Sijui watu akili wanapelekaga wapi. Sasa wewe serikali imekuelekeza, wewe unataka nini tena? Wakaenda pale, wakapitisha
maelekezo yale, mapendekezo ambayo yalikuwepo humo, mmoja wapo hilo neno lisomeke wawekezaji. Na wawekezaji wanatajwa kuanzia 3 mpaka 5. Muundo wa bodi kwenye hayo marekebisho. Bodi, wale watu wenye 51% ambao ni Simba Sports Club watakuwa na wajumbe wengi kuzidi wajumbe watakaotokana, wajumbe wa bodi sasa nazungumzia, watakaotokana na wawekezaji. Kama wawekezaji ni 3 au 5 au 4, idadi ya wajumbe itakuwa pungufu kwa sababu pia wana asilimia chache 49. Kwa mfano huku kukiwa 8, huku utakuwa 6. Si ndio? Hii bodi ndio itakayomchagua mwenyekiti wa bodi. Kumbuka mwenyekiti wa bodi atatokana na wajumbe waliotoka 51% ambao ni wa kupigiwa kura, na nyie huku ndani matajiri wenu, wewe una 20%, sio mwingine 15, mwingine 8. Sasa kutokana na mgawanyo wa hisa, wewe utatoa 2, wewe utatoa mtu mmoja, yule sasa atatoa 3, let's say 6 kwa 8. Kwa 6 wametimia, si ndio? Mkifika pale sasa ndio mnachagua mwenyekiti wa bodi. Sivyo ilivyo sasa. Sasa hivi mwenyekiti wa bodi anapendekezwa, anateuliwa na mwekezaji kwa sababu alikuwa na 49% peke yake, lakini ilikuwa ni jambo la hovyo. Mtu ana 49% mmoja, nyinyi mna 51, alafu mwenyekiti wenu sio mwenyekiti wa bodi. Sio nakwambia huko watu wanatuona wajinga. Na watu wamekubali, na yule kule ndo anateua mwenyekiti wa bodi, yeye ndo anamleta CEO, bodi inapitisha. Na wajumbe walikuwa sawa sawa, yani 49 na 51 thamani yake ni akili matope. Ushaelewa? Sasa watu wamehama huko, wamerudi 49 na 51, thamani ya 51 ni kubwa. Kuliko 49. Kama 8 basi huku 6. Sio? Hii katiba ikianza kutumika kama ambavyo jana imeelekezwa kwamba hii katiba ndio inatakiwa ifuatwe, tafsiri yake mchakato unaanza moja. Na wanaoanza sasa, klabu inarudi, sawa, timu. Maana hapa kuna timu na klabu. Timu ndio inacheza mechi kila siku. Usimamizi wake unarudi kwenye klabu, Simba Sports Club. Mwenyekiti na watu wake waliochaguliwa.